ambapo tutazungumzia masuala mbalimbali ya sheria. Leo ni siku ya Alhamisi ambapo huwa tunazungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali ya sheria, na leo tutakaa katika upande wa mirathi kuweza kufahamu zaidi utaratibu wa kuweza masuala mazima ya mirathi, lakini kipengele cha wosia, kwa sababu kuna maneno mengi sana ambayo watu huwa wanazungumza kuhusiana na masuala mazima ya kuweza kuandaa wosia. Karibu. Asante. Habari za siku? Safi. Tangu za wiki hile mpaka wiki hii. Mungu ananisaidia, niko salama kabisa. Nimefurahi kukuona tena. Mungu ni mwema. Moja kwa moja wakili Innocent, tuzungumzie sasa kuhusiana na masuala mazima ya wosia, kwa sababu katika jamii watu wengi sana wamekuwa na dhana potofu, naweza nikasema hivyo, katika kuweza kuandaa wosia. Kila mmoja anakuwa na mtazamo tofauti jinsi gani ambavyo yeye anakuwa anafahamu ya kuweza kuandaa wosia. Kuna baadhi ya watu, sio wote, ambao huwa wanazungumza kusema kwamba kuweza kuandaa wosia inakuwa ni kama vile kuweza kujichulia. Lakini kabla tujaweza kufika huko, tufafanulie zaidi kwanza wosia ni nini, hata mtazamaji naye aweze kufahamu zaidi. Wosia haya ni inaweza kuwa ni maneno au ni maandishi ambayo anayaacha mtu namna atakavyotaka mali zake zigawanywe yeye atakapokuwa amefariki. Ndio inaweza kuwa ni definition fupi ya wosia. Yaani namna jinsi ambavyo unataka mali zako zigawanywe, namna unavyotaka property zako ziwe managed utakapoondoka, hiyo tunaita ni wosia. Baba yangu mimi aliwahi kuandika wosia 95. Kipindi hicho sikuwa hata nimezaliwa. Alafu baadaye nikaja nikazaliwa. Akaubadilisha ule wosia, maana pia inaruhusiwa kisheria. Lakini alikuwa anaandika kuonesha namna gani anataka mali zigawanywe, namna gani anataka vitu vyake vigawanywe katika utaratibu ambaye anauona ni sahihi. Yes, kwa hiyo tunasema ni wosia. Na kwa sababu umeniuliza maana ya wosia, hiyo ndio maana ya wosia. Ni maneno, kwa sababu wosia inakuwa ni kwa namna mbili. Inaweza kuwa ni kwenye maneno, maana kwenye maandishi, na kila mmoja una taratibu zake za namna ya kuviandaa, ikiwa ni kwenye maandishi ama ikiwa ni kwenye maneno. Namna gani jinsi unavyotaka mali yako iende, basi hiyo tunaita ni wosia. Kuna hili swala ambalo lipo katika jamii kwa baadhi ya watu, sio kwa wote, ambapo watu wanakuwa wanafahamu kwamba kuweza kuandika wosia ni kama ni sehemu moja wapo ya kujichulia, na hii ikapelekea hadi kuna baadhi ya viongozi wa dini wakawa wanalizungumza sasa ili kuweza sasa kuhamasisha wananchi kuweza kuandaa wosia. Lakini hata katika upande wa viongozi wa serikali na wenyewe wamekuwa wapo mstari wa mbele kuweza kuhamasisha wananchi ili kuweza kuandaa wosia. Mfano mzuri ni katika mkoa wa Katavi, wiki ambayo imeweza kupita katika mkoa wa Katavi, walikuwa wanasheria wameweza kutembelea mojawapo ya kijiji kuweza kuhamasisha sasa wananchi jinsi gani ya kuweza kuandaa wosia na wosia una faida zipi, wakawa wanatoa elimu kwa wananchi. Tuzungumzie hapa sasa kwenye swala ambalo baadhi ya watu ambao huwa wanafikiri labda kuweza kuandaa wosia ni kama vile kuweza kujichulia. Je, ushawahi kukutana na nadharia kama hiyo katika ufanyaji wako kazi? Na hata kama hujawahi kukutana nayo, una kitu gani ambacho cha kuweza kuambia kuhusiana na masuala mazima ya kuweza kuandaa wosia? Ni kweli hiyo imekuwa ni changamoto, lakini labda cha msingi ni kwamba watu wangeelewa kwanza faida ya wosia kabla ya kujump huko ambapo wanafikiria. Kwa sababu moja ya migogoro mikubwa ambayo inatokea kwenye masuala ya mirathi ni kwa sababu ya kutokuwa na ile marehemu wa kuacha namna gani anataka mali zake zigawanywe. Kwa sababu kama mtu hakuacha wosia, maana yake zile mali hizi zikabaki tu. Kuna utaratibu mwingine wa kisheria wa kufuatwa, ambao huo sasa ndio umekuwa unaleta kelele nyingi kwa baadhi ya watu wakihisi hawajatendewa haki. Lakini kunapokuwa na wosia, kwanza unaondoa migogoro. Unasaidia kuondoa migogoro kwa sababu kuna neno moja tunalisema kwamba maneno ya marehemu ni lazima yaheshimiwe. Nilikuwa ninaangalia kule Kenya, hata kule kwetu wakati ninatoka huko nilishawahi kusikia hadithi moja kwamba kuna baba mmoja alifariki, lakini kabla hajafariki kuna namna aliwaambia wale watu wake kwamba mimi nataka hata nizikwe hapa tu. Hawakufuata kile ambacho walichokisema. Sasa siku anakwenda kumzika jeneza likakataa kutosha kwenye kaburi. Kwa hiyo the kwenye wosia ni kwamba unapokuwa umeuandaa wosia inakusaidia sana kuepusha migogoro hii mingine ambayo sio ya lazima, kwa sababu tayari kuna utaratibu wa mali namna itakavyogawanywa, kwamba kitu fulani kitaenda kwa ndugu huyu, hiki kitaenda kwa ndugu huyu. Kwa hiyo kitakachofanyika tu ni kufuata kile ambacho marehemu alishakisema. Lakini hata hivyo sasa, kwa yule mtu ambaye yeye anataka sasa kuandaa wosia,
kuna vitu gani ambavyo anatakiwa vifuate, au kuna utaratibu upi ambao anatakiwa aweze kuvifuata. Maana kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema kwamba tufahamu zaidi kuhusiana na kuweza kuandaa wosia, labda kuna vigezo vipi, kuna taratibu zipi, ili hata mwananchi aweze kufahamu zaidi. Kitu ambacho ningetamani mwananchi afahamu zaidi hasa kwenye hiyo wosia, kwamba cha kwanza ni kwamba kuna aina mbili za wosia. Kuna wosia ambao unakuwa wenyewe kwa maneno, na kuna ambao unakuwa kwa maandishi, na kila mmoja una taratibu zake za nini cha kufanya. Tunapozungumzia kwa mfano wosia wa maneno, kitu cha msingi cha kufanya ni hiki, kwamba yule ambaye anatoa wosia, cha kwanza lazima awe ni mtu mwenye akili timamu, na lazima awe na zaidi ya miaka 18, kwa sababu hata kisheria mtu mwenye miaka 18 kwa Tanzania ndio tunamtia mtu kamili. Yaani hata kwenye mikataba mtu ambaye yuko below 18 years hawezi akaingia kwenye mkataba. Kwa hiyo hata kwenye wosia the same, mtu mwenye zaidi ya miaka 18 ameshaondoka kwenye utoto, sasa anaingia kwenye umri wa kuitwa ni mtu kamili ama mtu mzima. Lazima awe ni mtu wa zaidi ya miaka hiyo. Lakini hata kwenye mashahidi lazima kwa huo wosia ambao unakuwa ni wa mdomo, mashahidi wake ni 4. Lazima ni mashahidi 4, na 2 kati ya wale 4 wanakuwa ni ndugu ambao watahakikisha wanatunza siri, lakini wasio wanufaika. Kwa sababu mnufaika akisikia kwamba amepewa mali, anaweza akamuondoa yule akamuondoa yule anayetoa wosia mapema. Kwa hiyo 2 kati yao watakuwa ni ndugu, wanaweza kutunza siri, na 2 kati yao watakuwa ni watu wa pembeni kama mashahidi, kwamba itakapotokea jambo lolote yule mtu ambaye alitoa wosia ameshaondoka, basi wale watakuja kama mashahidi kwamba kusema marehemu alishasema kitu hiki na hiki na hiki, kwa hiyo tutafuata utaratibu huu ambao marehemu aliusema. Hiyo ni taratibu za kuandaa wosia wa mdomo. Lakini kuna huu wa maandishi sasa, wenyewe una taratibu zake pia. Mashahidi wake ni 2 kama mtu anajua kusoma na kuandika, lakini watakuwa 4 kama mtu hajui kusoma na kuandika. Na utaratibu wake ni kwamba anayeandika lazima aandike kwa kalamu ya wino, asiandike kwa kalamu ambayo inafutika pia. Hii ni moja ya taratibu. Kama inachekesha, lakini mtu akaandika kwa penseli. Hapana, hiyo hiyo inaweza kufutika na ikaleta migogoro. Lakini lazima pia utamtaja msimamizi ambaye yule marehemu anataka awepo, kwamba kama itatokea basi huyu fulani atanisaidia kusimamia, kwa sababu kwenye sheria za kawaida inapotokea kifo na mtu wa kuacha wosia, unakwenda mahakamani kwa ajili ya kuomba kupatiwa msimamizi atakayesaidia management ya ile estate, ya ile mali nzima ya marehemu. Sasa kwenye wosia huu kunakuwa ni lazima umwandike pia msimamizi ambaye atakuwa au umempendekeza asimamie mali ambayo unaiacha, kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha kwamba mali yako inaenda vizuri. Lakini pia lazima utaandika tarehe husika ambayo umeuacha wosia wako. Ndio maana nikakwambia hapo mwanzoni kwamba 95 baba yangu aliandika wosia. Alipofariki, amefariki 2020. Kaja kukuta kwamba aliwahi kuandika wosia huu, lakini alikuja maana kama kuna mabadiliko fulani yametokea ama muongeza mali katika zile mali ambazo ulikuwa umeziandika na unataka na zenyewe zigawanywe, basi sheria inakuruhusu pia kukana ule wosia wa mwanzo na kuandaa wosia mpya ambao utajumuisha mali zote hizo ambazo unataka zigawanywe wewe ukiwa umeshafariki. Sasa katika kuandaa wosia huu ambao ni wa maandishi, mtu anataka kuandaa wosia wake wa maandishi kama ambavyo umeanza kusema kwamba inabidi kuwe na watu 2, si ndio? Sasa ni kwamba kuna vigezo vipi ambavyo anabidi sasa aweze kuvifuata? Cha kwanza kama nilivyosema mwanzoni, anayeandaa wosia lazima awe ni mtu mwenye akili timamu, na awe ana zaidi ya miaka 18, na asiwe amelazimishwa. Kuna kesi moja ilitokea, siwezi kusema maana bado haijaisha, lakini kuna wosia fulani uliandaliwa, na baada ya kwenda mahakamani ukaonekana kabisa mtu mwenye akili timamu hawezi akaandaa wosia wa namna hii, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimezungumzwa kwenye ule wosia ambavyo kwa hali ya kawaida ukimuuliza mtu yoyote ambaye ana ufahamu kamili au ni mtu timamu, anakwambia kabisa huyu mtu hawezi akaandika kitu cha namna hii. Kuna kitu wanasemaga reasonable person, yani mtu ambaye anaweza kureason, akiangalia kile kitu akipata mashaka, basi unaona kuna shaka kabisa kwenye huo wosia. Kwa hiyo lazima huo unafuata hivyo vigezo vyote, kwamba lazima anaandika awe ni mtu mwenye akili timamu, asiye amelazimishwa, awe ana zaidi ya miaka 18,
na lazima awe ameuandaa mbele ya au mashahidi, either ni wawili kama ni wa maandishi na huyo mtu anajua kusoma na kuandika, ama wa nne kama huyo mtu ajui kusoma na kuandika, atakuwa anamhadithia mtu anaandika, na lazima baada ya kusomewa kila kitu akahakikisha kwamba ni hiki nilichokisema, ataweka sahihi ya dole gumba kwenye ule wosia, kwamba ni ile ya fingerprint ya dole gumba, kwamba ni yeye ameuandaa huu wosia, ili baadaye isije ikaleta shida yoyote.